Rais wa Marekani Donald John Trump amesema kuwa alikuwa amebakiza takriban saa moja tu kabla ya kuidhinisha shambulio rasmi dhidi ya Iran, lakini akaamua kusitisha mpango huo kwa dakika za mwisho baada ya kupokea maombi ya haraka kutoka kwa baadhi ya mataifa ya Ghuba yaliyomtaka kutoa nafasi kwa suluhisho la kidiplomasia badala ya kuendeleza mashambulizi ya kijeshi. Kauli hiyo imeibua mjadala mkubwa kuhusu mwelekeo wa mgogoro unaoendelea kati ya Washington na Tehran, huku ikionyesha kuwa hali ya usalama katika eneo la Mashariki ya Kati bado ni tete na inaweza kubadilika wakati wowote. Kwa mujibu wa Trump, mataifa hayo ya Ghuba yalionyesha hofu kuwa mashambulizi mapya ya Marekani dhidi ya Iran yangeweza kusababisha mzozo mpana zaidi wa kijeshi katika eneo hilo, hasa kutokana na uwepo wa vituo vya kijeshi vya Marekani, miundombinu ya mafuta na njia muhimu za biashara ya kimataifa katika ukanda huo. Inadaiwa kuwa viongozi wa baadhi ya mataifa hayo walitaka kuanza juhudi za mazungumzo zipewe nafasi kwa kuhofia kuwa vita vikubwa vinaweza kuathiri usalama wa eneo lote na uchumi wa dunia. Hata hivyo, licha ya kusitisha shambulio hilo kwa muda, Trump amesisitiza kuwa hatua hiyo haimaanishi Marekani imeondoa uwezekano wa kutumia nguvu za kijeshi. Amesema wazi kuwa iwapo viongozi wa Iran hawataonyesha utayari wa kufikia makubaliano ya haraka kuhusu mpango wao wa nyuklia na masuala mengine ya usalama, Marekani inaweza kuanzisha tena mashambulizi ndani ya muda mfupi sana. Trump amesema kuwa viongozi wa Iran wanatakiwa kufikia makubaliano kwa haraka, akionya kuwa muda wa kusubiri unaelekea kuisha. Amesisitiza kuwa Marekani haitakubali hali yoyote itakayoruhusu Irani kuendelea na kile Washington inachokiona kama juhudi za kupata uwezo wa kutengeneza silaha za nyuklia. Kwa muda mrefu, Marekani pamoja na washirika wake wamekuwa wakieleza wasiwasi mkubwa kwamba Irani inaweza kutumia programu yake ya nyuklia kwa malengo ya kijeshi, madai ambayo Irani imekuwa ikikanusha mara kwa mara na kusisitiza kuwa mpango wake wa nyuklia ni wa matumizi ya amani pekee. Inamaanisha ndani ya siku 2 au 3, labda Ijumaa au Jumamosi au Jumapili au mwanzoni mwa wiki ijayo, kwa sababu hatuwezi kuiruhusu Irani kuwa na silaha za nyuklia, Trump amesema, akionya kuwa hatua ya kijeshi inaweza kurejea kwa kasi kubwa ikiwa mazungumzo hatatoa matokeo yanayotarajiwa. Kauli hiyo imeongeza taharuki kubwa katika masoko ya kimataifa, hasa sekta ya mafuta, kutokana na hofu kuwa mgogoro huo unaweza kuathiri usafirishaji wa mafuta kupitia njia muhimu za baharini katika eneo la Ghuba. Katika maelezo yake, Trump pia alizungumzia nafasi ya China katika mgogoro huu, akisema kuwa rais wa China Xi Jinping alimpa hakikisho kuwa Beijing haitatoa silaha kwa jeshi la Iran. Kauli hiyo imevuta hisia za kimataifa kutokana na nafasi muhimu ya China kama mshirika mkubwa wa kiuchumi wa Iran, hasa katika biashara ya mafuta na uwekezaji wa miundombinu. Kwa upande mwingine, Iran imejibu matamshi ya Trump kwa msimamo mkali, huku jeshi lake likitangaza kuwa liko tayari kurejea kutekeleza mashambulizi endapo litachokozwa au kushambuliwa tena. Viongozi wa kijeshi wa Iran wamesema vikosi vyao vipo katika hali ya utayari mkubwa na kwamba taifa hilo halitakubali kile walichokiita vitisho vya nje kuamua mustakabali wake wa kisiasa au kijeshi. Kauli hizo zimeendelea kuonyesha kuwa Tehran haina dalili ya kulegeza msimamo wake licha ya shinikizo kutoka Marekani. Katika siku za hivi karibuni, vyombo vya habari vya Irani pia vimekuwa vikionyesha mafunzo ya kijeshi kwa raia pamoja na maandalizi ya kujihami katika maeneo mbalimbali ya nchi, jambo ambalo linatafsiriwa kama sehemu ya kuimarisha utayari wa kitaifa endapo mzozo huo utaingia katika hatua mpya ya mapigano. Wachambuzi wa masuala ya usalama wanaonya kuwa ikiwa Marekani itarejea kufanya mashambulizi mapya dhidi ya Iran, kuna uwezekano wa kushuhudia majibu makali kutoka Iran au makundi yanayoungwa mkono nayo katika eneo la Mashariki ya Kati. Hali hiyo inaweza kupelekea kuongezeka kwa mashambulizi katika maeneo ya kimkakati, kuathiri njia za meli za biashara na hata kuongeza hatari ya kuhusisha mataifa mengine makubwa katika mgogoro wa. Kwa sasa macho ya dunia yanaelekezwa kwenye mazungumzo yanayoendelea na hatua zitakazochukuliwa katika siku chache zijazo, huku kauli za Trump zikionyesha kuwa Marekani bado inaweka mezani chaguo la kidiplomasia sambamba na uwezekano wa hatua kali za kijeshi ikiwa makubaliano hatapatikana kwa haraka. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment.
Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.